Msemaji wa utawala huo aliziita ripoti za kifo cha Khamenei kama vita vya kisaikolojia vya adui, na vyombo vya habari vya serikali vilichukulia taarifa hizo kama uvumi tu. Uvumi huu hauna maana na uongo utadhihirishwa hivi karibuni. Siku moja baadaye, vyombo vya habari vya Iran hatimaye vilitoa taarifa kuwa Khamenei amekufa. Shirika la waandishi wa habari wasio na mipaka linasema Iran ni moja ya nchi kandamizi zaidi inapokuja kwenye masuala ya uhuru wa vyombo vya habari. Sasa katika jaribio lake la kudhibiti kile ambacho watu wanasikia, kuona na kutazama, matangazo yote ya televisheni, redio, mitandao ya kijamii na tovuti za habari yanadhibitiwa na serikali, na vyombo vya habari vya magharibi ikiwemo BBC, idhaa ya Kiajemi, vimepigwa marufuku kuripoti nchini humo. Teknolojia mpya imesaidia vyombo vya habari vya serikali katika kusukuma simulizi yake. Lakini vyombo vya habari vinatoa taarifa potovu hata na wakosoaji na utawala huo. Wakati vyombo vya habari vya serikali ya Iran viliporipoti kuwa zaidi ya watoto na wafanyakazi 160 waliuawa katika shambulio dhidi ya shule katika kile wataalamu wanachosema huenda ilikuwa operesheni ya kijeshi ya Marekani iliyolenga kambi ya kijeshi ya karibu, vilitumia picha za mazishi ya halaiki. Wapinzani wa serikali walidai kuwa picha hizo zimechezewa na akili mnemba, isipokuwa wakati huu ripoti za serikali zilikuwa za kweli. Picha hii pana inaonyesha eneo linalozunguka makaburi hayo. Tulibaini eneo hilo kuwa ni makaburi yaliyopo umbali wa takriban kilomita 3.7 kutoka shuleni hapo. Picha za satellite zinaonyesha kuwa miti hii, mpangilio wa barabara na jengo hili la karibu vinafanana na vile vinavyoonekana kwenye video. Picha nyingine za satellite za siku moja baada ya mazishi zinatoa taswira ya wazi ya makaburi hayo. Katika jaribio la serikali kuonyesha nguvu yake kimataifa, nusu kweli na uongo vimevuka mipaka. Iran inaweza kuona hatua hii kama vita ambavyo inaweza kushinda. Na bado tunasalia kuangazia vita hivi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, ambapo kama ulivyosikia ni kwamba viongozi zaidi wa Ulaya wamekataa matakwa ya Rais Trump ya kuweza kusaidia kupita meli kwenye mlango wa bahari wa Hormuz ambao uko chini ya vizuizi vya Iran. Baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas anasema hawana huo mpango na kuongeza kwamba hivi sio vita vya Ulaya. Rais wa Finland Alexander Stubb ameiambia BBC kwamba kulikuwa na kusita na kurudi nyuma dhidi ya kiongozi huyo wa Marekani. Anasema Bwana Trump alianzisha shambulizi la kushtukiza dhidi ya Iran na alikubaliana na kansela wa Ujerumani kwamba halikuwa suala la NATO. Katika ikulu ya White House hapo awali, Rais Trump alikosoa tena nchi kwa kutokuwa na shauku ya kushiriki. Sasa mlango wa Hormuz uliopo kati ya Iran upande wa kaskazini na Oman na Falme za Kiarabu upande wa kusini una umuhimu gani katika sekta ya nishati na uchumi? Awali nimezungumza na Ruth Kinyanjui, mtaalamu wa masuala ya uongozi na uchumi kutoka Kenya, pamoja na Shaban Mwalimu, mchumi, ambaye hapa anaanza kueleza umuhimu wa mlango bahari huu wa Hormuz. Nishati ya mafuta hupitia hapa. Meli nyingi sana za mafuta katika maeneo ya Ghuba hupita hapa kwenda katika si Ulaya tu bali katika dunia nzima. Utakuta kwamba upo katika eneo la strategia kubwa sana. Eneo la Ghuba pia uelewe kwamba lina nafasi kubwa sana katika kumiliki au labda kuwa na yale makambi ya kijeshi ya Marekani. Eneo hili mara nyingi linachukua sura Waingereza wanasema economic warfare. Unapolitatiza ina maana unashinikiza yule adui wako pia asiweze kuwa na nguvu, kwa sababu mafuta yatapanda kama meli zitazuia hapa, kama hivyo unavyokwenda sasa. Marekani imeingia kiwewe, naweza sema inashinikiza kwamba kuweko na ufunguzi wa mrija huu wa Hormuz. Naam, asante sana Shaban Mwalimu kwa ufafanuzi wako mzuri. Ruth Kinyanjui, nakuja kwako. Mtu atajiuliza kwa nini ama nini kinachomshinikiza Rais wa Marekani Donald Trump kuanza kutishia mataifa ya Jumuiya ya Nchi za Kujihamia NATO na kutaka na wenyewe pia waunge mkono juhudi za kufunguliwa kwa mlango huu wa Hormuz? Anaangalia support yenye anaweza kupata kwa especially watu wenye anafikiria ni allies wake. Lakini ukiangalia Europa na NATO hawataki kuingilia hiyo sana, kwa sababu siku zimepita kitambo wamepata pia shida mingi kwa
kwa most of the wars zenye zimetoka hapo Middle East, especially migration imesurge sana huko Europa na sasa hawataki kuingililia hizi war sana kwa sababu zina affect sana kuzidia Amerika. Ukiangalia hata upande wa mafuta na hata tanka zenye zote zinapitia hapo affect Amerika sana kwa sababu Amerika iko mbali na iko na mafuta ya kutosha. Kuna ingine wanasupplywa kutoka Canada. Akijaribu hivyo unaona countries zingine hazitaki kuingililia kwa sababu wanaona hiyo vita itakuwa kubwa sana. Tena isitoshe kuna venye pia mtu ako na nguvu anaweza kuwa na nguvu sana kuliko wale wenye anapigana nao. Naona kwamba ndio wataki NATO hataki kuingilia sana. Na NATO haitaki kuingilia, na tunapozungumza tayari baadhi ya mataifa Ujerumani na Uingereza zenyewe zimeshasema kabisa NATO haitahusika katika mzozo huu wa kutaka kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz kama ambavyo Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akishinikiza. Lakini Shaban Mwalimu, China imepewa tahadhari bwana pia kujiunga. Kuna uwezekano iwapo haitajiunga athari za vita hivi kutanuka zaidi? Naam, ipo athari kubwa sana kwa sababu unajua swala zima hapa linalofukuta ni swala la silaha za nuclear, kwamba Irani imekuwa ikivamiwa na ikifanya mashambulizi haya kwa hoja kwamba ina mradi wa nuclear. Lakini kuna zile siasa kinzani, Waingereza wanasema double standard, kwa sababu ukumbuke kwamba Marekani katika mwaka 2015 waliruhusu Irani iweze kurutubisha mambo yake ya silaha zake za mradi wake wa nuclear kwa 3.65 wakati wa Obama. Na China vile vile yeye ana silaha za nuclear. Sasa China nadhani pia ana hofu na anaweza kuingilia hivi vita na anaona vitamwathiri, kwa sababu ujue kwamba kama nilivyosema kwamba mrija huu ni mkubwa sana, unaleta mafuta mengi duniani. Inatajwa kwamba asilimia mafuta takriban 20% yanapita hapa. Na Mchina anahitaji vile vile eneo la Ghuba, anahitaji maeneo ya Mashariki ya Kati. Kwa Mashariki ya Kati kuna unyeti wa hili eneo. Marekani anaiona China kama pia inanyemelea eneo la Mashariki ya Kati kwa maslahi yake, na China vile vile anaiona kwamba Marekani pia naye ananyemelea Mashariki ya Kati. Kwa hivyo eneo hili linakuwa kama linazozaniwa na pande hizi kubwa za kiuchumi, na kila mmoja anaangalia maslahi kivyake. Ni kana kwamba vile vita vinaangaliwa, je, vitamlemea nani, na vikimlemea basi kwangu itakuwa ni faida zaidi. Ruth Kinyanjui, tuangazie mataifa ya bara Afrika yanaathirika kwa kiasi gani hasa katika sekta ya uchumi. Tukiangalia mlango bahari huu wa Hormuz ni muhimu zaidi katika kusafirisha mafuta ambayo yanatumika karibu kote ulimwenguni. Afrika itakuwa affected sana by the way kwa sababu ina depend a lot na mafuta kutoka kwa eneo hilo. Any country in Africa sanye mafuta imeenda chini, one of the thing inakuanga ni cost ya logistic ya kusafirisha. Na ukiangalia kama sasa East Africa kuna kuanga na a lot of trade inaendelea, na hata venye Shaban amesema hii mzozo wote kwanza uta affect global trade, na Africa tunakuwa part of that. So ukiangalia movement ya goods from kutoka one place moja kwenda ingine inakuwa very ngumu sana. Biashara inatatizika kwa sababu kama hakuna mafuta itakuwa gali, ama mafuta ikiongezewa bei kutakuwa very gali, itakuwa gali sana kusafirisha hata basic commodities kama chakula, na hiyo ina raise kitu inaitwa inflation, na inflation inatuma mambo ikue ama maisha ikue na ugali, ina affect kama mwananchi wa kawaida. Ukiangalia Afrika wanasema watu wengi almost 50% wana spend chini ya $1. Ukiangalia hivyo watu wengi itakuwa ngumu sana watu kuweza kuafford hata chakula za kibiashara. Vitu hazitapatikana kwa urahisi. Kwa hivyo biashara zitaanza kwenda kwa pole sana, alafu kutakuwa na instability ya market kwa sababu hujui vitu zitafika lini, hujui zitasupplywa lini. So economy yote ama sector zote za economy zitakuwa slowed kwa sababu ya hii vita. Naam, asante sana Ruth Kinyanjui, na kushukuru sana. Shaban Mwalimu, namaliza na wewe. Lipi la kufanya kusaidia walau kufunguliwa kwa mlango bahari huu wa Hormuz ili kuweza kunusuru uchumi wa dunia? Nadhani kwanza tuache siasa za ubabe. Marekani nadhani mimi na maoni yangu wao ndio wanahusika zaidi katika huu ubabe, kwa sababu kwa nini kusitumike uwele uwazi kwamba ikiwa kuna mzozo wa nuclear hapa, meza ya ulimwengu izungumze, je, nuclear hizi, kuna nchi ambazo zina nuclear, mbona haziingiliwi kati? Kuna dola ya Kiisraeli ina nuclear, kuna India ina nuclear. Sasa nadhani moja katika kutatua mizozo zaidi, tusijaribu
kuleta zile siasa za ubabe, sera za kibabe, kwanza tuwe wa kweli katika sera zetu, tuonyeshe ule ukweli kwamba mtu ama nchi yoyote iwe na uhuru wa kufanya yani mambo itakavyo. Ndio uhuru huu uweze kudhibitiwa, lakini kuweko na nafasi kubwa kwamba ikiwa mimi nina silaha na wewe unazo, kwa nini uanze kutushambulia mimi na kisha nikianza kujibu ndio nasema mimi natafuta mitihani katika dunia. Kwa hiyo nadhani diplomasia ichukue mkondo wake zaidi hapa na watu wawe wakweli katika kufuatilia swala hili la mradi wa nyuklia. Naam, hivyo ndivyo ambavyo anamaliza. Huyo ni Shaaban, mwalimu mchumi, lakini pia pamoja naye nimezungumza na Ruth Kinyanjui, mtaalamu wa masuala ya uongozi na uchumi kutoka kule nchini Kenya, kwa pamoja tukiangazia nini athari hasa za kiuchumi wakati huu ambapo Iran imezuia mlango bahari huu wa Hormuz.